Gari la mwanamke huyu mjanja lilianguka mtoni, na kadri lilivyozama polepole ndani ya maji ya mto, tabasamu la ajabu lilionekana usoni mwake. Timu ya uokoaji ilipofika eneo la tukio, mwanamke huyo alijifanya kuwa na huzuni kubwa na kuwaomba kwa hisia waokoaji wamtoe gari hilo, akidai kuwa rafiki yake kipenzi bado yuko ndani ya gari. Lakini mwanamke huyo hakujua kuwa rafiki yake hakuwa amepata ajali. Badala yake, alikuwa ameokolewa na mtu mwenye moyo wa huruma. Cha kushangaza zaidi, mwanamke huyo alikuwa kipofu kwa miaka 2, lakini kwa msaada wa mtu huyo mwema, tayari alikuwa amerudishiwa uwezo wa kuona. Ingawa mwanamke huyo hakuwa na subra ya kurudi nyumbani kumshirikisha mume wake furaha hiyo, aligundua siri kati ya mume wake na rafiki yake kipenzi. Mume wake alimkimbilia na kumkumbatia, akionyesha furaha kwa makusudi. Mwanamke huyo alimuuliza mume wake kwa haraka alikuwa anafanya nini. Mume wake alidhani kuwa mke wake bado hawezi kuona, hivyo akamdanganya kwa kusema kuwa alikuwa amelala tu na sasa wanakwenda kula chakula pamoja. Njiani, mwanamke huyo aliingia bafuni. Hakuweza tena kujizuia kihisia. Alivunjika moyo na kulia kwa uchungu, akifikiria kuwa mume wake ambaye walikuwa wamependana kwa miaka 10 alikuwa amemsaliti. Rafiki yake mwenye roho mbaya alikasirika sana kuhusu usalama wa mwanamke huyo. Alipanga kushirikiana na mume wa mwanamke huyo kupanga njama kubwa zaidi dhidi yake. Wakati huo, mwanamke huyo alitambua kuwa mume wake na rafiki yake walikuwa wamemsaliti tu, bali pia walitaka kuchukua mali zake zote. Mwanamke huyo alijua kuwa hawezi kukaa kimya tu. Ilibidi achukue hatua kujilinda. Rafiki yake kipenzi alijifanya kuwa na upendo na kumfurahisha mwanamke huyo kwa unafiki. Wakati huo, mume wake aliwaita wote wawili waje kula. Mwanamke huyo hakujua ni hila gani walikuwa wamepanga. Hivyo, kwa msaada wa rafiki yake mjanja, alifika mezani chini ya ishara ya macho ya mume wake. Mwanamke huyo aligundua kuwa walikuwa wanataka kutekeleza njama kubwa zaidi. Rafiki yake aliweka chakula mbele yake, na wakati huo muhimu kabisa, sauti ya ving'ora vya polisi ilisikika kutoka nje.